Mke wangu aliandika. Nilimsaidia na kumhimiza kwa miaka mingi. Nilijenga kazi yake karibu kabisa. Tulilia pamoja alipopokea simu kutoka kwa mchapishaji. Lakini wakati wakala wa nyumba ya uchapishaji alipoingia maishani mwetu, kila kitu kilibadilika kwa usiku mmoja. Ilikuwa shimo ambalo nilikuwa nakianguka ndani yake. Alinidanganya naye nyuma yangu, akininyunyizia moshi machoni. Ilikuwa jambo la kushangaza. Kila kitu nilichojenga kilivunjika papo hapo. Lakini sikuanguka wala sikuvunja sahani. Nilikuwa na mpango. Mpango wa kufuta kila kitu na kuanza upya kutoka mwanzo. Mwishoni mwa hadithi hii hamtamtambua mke wangu. Ilikuwa jambo kubwa. Nilichukua udhibiti wa hali hiyo. Na nikaanza upya. Tuanze. Neema na mimi tulikutana katika warsha ya uandishi katika maktaba ya umma. Ilikuwa moja ya kozi za bure za wikendi katika chumba cha maktaba. Nilijiandikisha mwisho kabisa kwa sababu nilikuwa na wazo la kijasusi la hati ya filamu lililokuwa likizunguka kichwani mwangu na nilidhani muundo kidogo ungenisaidia. Nilivaa shati la flaneli lenye shimo kwenye kiwiko na yeye alivaa sweta la shingo ndefu na miwani mikubwa ya mviringo kama mwanafunzi wa filamu. Hadithi aliyokuwa akiifanyia kazi sitaizisahau kamwe, nyumba iliyokuwa na roho ambayo kwa hakika ilikuwa mfano wa kiwewe. Alieleza kana kwamba ilikuwa hai, kana kwamba kuta zilikumbuka maumivu, kana kwamba dari ilihifadhi majonzi badala ya masanduku. Aliifanya kila kitu kuwa muhimu. Kana kwamba kila kikombe cha kahawa na kila wazo la haraka lilikuwa na muziki wa chini. Mimi nilikuwa na miguu ardhini zaidi. Sikuwa na maisha ya zamani yenye mateso au Musa ya kufuata. Nilikuwa na kazi ya mchana kama mbunifu wa picha, mwenzangu wa chumba kutoka chuo kikuu, na tabia ya kuchora nembo za kampuni za kubuni kwenye daftari langu. Nilipenda hadithi. Nilipenda watu. Lakini sikujiona mwenye ubunifu kama Neema. Hata hivyo, siku hiyo alinizungumzia kana kwamba nilikuwa sawa naye. Aliuliza kuhusu hati yangu na akasikiliza kana kwamba ilikuwa muhimu kweli. Baada ya warsha tulienda kunywa kahawa. Tulizungumza kwa masaa. Alicheka vichekesho vyangu vya kijinga. Miezi 6 baadaye tuliishi pamoja katika chumba kidogo juu ya duka la mikate. Samani hazikufanana na friji ilikuwa na viungo vingi kuliko chakula, lakini tulikuwa na furaha. Neema aliandika karibu na dirisha akijikunja kama paka na mimi nilifanya kazi kwenye meza ya jikoni nikihamisha pikseli kwa wateja ambao hawakujua walichotaka. Miaka 2 baadaye tulioa. Sherehe ndogo. Marafiki wa karibu tu na maua mengi ya porini. Alivaa gauni rahisi lililomfanya aonekane ametoka katika hadithi ya hadithi na mimi suti yangu pekee, ile niliyotumia kwa mahojiano, harusi na mwishowe kitu kingine kabisa tofauti. Neema bado hakuwa amechapishwa, lakini nilimwamini. Kweli. Sikuwa nimeamini chochote kwa nguvu kama hiyo hapo awali, hata mimi mwenyewe. Wakati nilifanya kazi za ziada ofisini, yeye alibaki nyumbani kuandika. Aliacha rasimu kila mahali, juu ya meza ya jikoni, juu ya meza ya kitanda, hata sakafuni mwa bafuni mara moja. Nilisoma zote. Niliandika maoni kwa kalamu nyekundu. Nilitoa maoni ya kweli hata wakati yaliumiza. Wakati mwingine alikubali vizuri. Wakati mwingine hapana. Ikiwa aliwahi kujiona duni, hakutionyesha. Kwa muda nilianza kufanya zaidi. Nilimtengezea tovuti aliposema alihitaji uwepo wa mwandishi wa kitaalamu. Niliweka jarida lake la barua pepe. Nilijifunza vya kutosha kuhusu uuzaji wa barua pepe ili kukuza orodha yake. Hata nilibuni vifuniko vya mfano kwa hadithi zake. Alipochoka kutuma barua za maombi, nilianza kumsaidia na hizo pia. Niliandika baadhi mwenyewe kwa hakika. Nilikaa macho baada ya kazi, nikiboresha muhtasari wake, nikirekebisha mtego. Nilijifunza nini kilifanya pendekezo liwe na nguvu. Nilisoma makala kwenye majukwaa ya uchapishaji. Nilitengeneza majedwali ya wawakilishi wa fasihi, nikifuatilia nani alijibu na nani hakujibu. Niliita orodha yetu ya ndoto. Sikujali pesa.
Nilitaka tu kuona jina lake kwenye kitabu siku moja. Sio kwa sifa, sio kujivunia, tu kwa sababu alikitamani sana na nilijua alikuwa na kitu cha kweli. Kitu ghafi, cha ajabu na chake kabisa. Tulikuwa timu. Hivi ndivyo nilivyojiambia. Hivi ndivyo alivyoniambia. Kila kukataa, kila warsha, kila usiku wa marekebisho na vyombo vya chakula cha nje na kahawa baridi, tulikuwa tukijenga kitu pamoja. Angalau ndivyo nilivyofikiri. Miaka 4. Ndivyo ilivyochukua. Miaka 4 ya barua zilizokataliwa, rasimu zisizokamilika, uandishi upya, vizuizi vya mwandishi, kutokuwa na uhakika na monolojia za usiku kuhusu ikiwa nimekusudiwa hii kweli. Miaka 4 ambapo marafiki, familia na hata wageni wenye nia njema walipendekeza labda ni wakati Neema apate mpango B. Kisha ikatokea. Alipokea barua pepe Jumatatu alasiri. Nilikuwa nimekaa kwenye meza ya jikoni nikimaliza marekebisho ya nembo kwa mteja ambaye hakuweza kuamua juu ya fonti. Alipiga kelele kutoka chumbani kana kwamba mwizi ameingia. Nilikimbia ndani, moyo wangu ukiwa kooni. Alikuwa amekaa sakafuni, kompyuta yake kwenye mapaja, mikono ikitetemeka. Wanaitaka, alisema, akinionyesha uso wa kushangaa, macho yakiwa na maji. Wanaitaka hati hiyo. Nyumba ndogo ya uchapishaji huru, sio moja ya kubwa, lakini yenye heshima, ilitaka kupata riwaya yake. Walitoa malipo ya awali. Sio makubwa, sio ya kutosha kuacha kazi, lakini ya kutosha kuichukulia kama biashara halisi. Hata walitaja uwezekano wa toleo la mfukoni ikiwa toleo gumu litafanya vizuri. Alilia. Nami nililia. Tulikaa sakafuni mwa jikoni, vikombe vya juisi ya zabibu mkononi, tukitoa shukrani chini ya taa ya manjano ya feni yetu yenye vumbi. Jioni hiyo nilimpeleka mahali petu pa kupenda. Mgahawa mtulivu uliofichwa nyuma ya soko. Hakuweza kuacha kutabasamu. Wala mimi. Miaka yote ya dhabihu ilionekana kuwa na maana. Marekebisho yote, faraja zote, masaa yasiyoisha ya imani hatimaye yalizaa matunda. Alinitazama upande mwingine wa meza, akanishika mkono na kusema, nisingeweza bila wewe. Wakati huo bado umefungwa kwenye kisanduku kidogo akilini mwangu. Picha kamili isiyoguswa na kile kilichokuja baadaye. Miezi iliyofuata ilikuwa kimbunga. Simu, barua pepe, marekebisho, mikataba. Mchapishaji alimpa mhariri aliyependa kitabu na walifanya mizunguko miwili ya marekebisho. Neema alichapisha kurasa na kunisomea kwa sauti kubwa, akitembea nyumbani kana kwamba ni jukwaa. Aliniuliza maoni. Bado alinipa kalamu nyekundu na karatasi za kunata. Ilionekana bado tulikuwa pamoja. Alipotia saini na wakala wake wa fasihi, mwanamume aitwaye Kamau, maarufu kwa kufanya kazi na Nyota Zinazoinuka, nilifikiri ni hatua nyingine tu. Aliniambia alimwamini papo hapo. Alisema alielewa sauti yake na kwamba alimwambia alikuwa na cheche adimu. Nilifurahi kwa ajili yake. Mwanzoni alikuwa na makao yake jijini, lakini alikuja kwa mikutano michache. Nilikutana naye mara moja. Kimo cha wastani, saa ya gharama, mkao huo wa kujiamini kupita kiasi. Nywele zilizopakwa mafuta. Tabasamu la kudumu ambalo halikufika machoni. Alinishika mkono na kuniita rafiki. Hiyo ndiyo ninayokumbuka. Sikumpenda, lakini nilijiwekea mwenyewe. Neema alikuwa na shauku. Alisema alimfanya ajisikie kuonekana. Kwamba alijisikia mwandishi halisi sasa. Kisha zikaja nakala za awali za uchapishaji. Nakala za mapema kwa wakaguzi, wanablogu na vyombo vya habari. Hapo ilikuwa jina lake kwenye jalada. Maisha yetu yalikuwa yamezunguka ndoto hii kwa muda mrefu, na sasa ilikuwa na umbo kurasa, wino, uzito. Nilichukua nakala, nikaigeuza kwa uangalifu na kwenda kwenye shukrani. Nilikuwa na hisia. Najua inaonekana ndogo, labda hata ya ubinafsi, lakini nilijivunia. Nilifikiri labda aliandika kitu. Mstari mmoja au miwili. Kwa mume wangu aliyenisimama karibu. Kitu kama hicho.
Lakini sikuwa hata kutajwa kidogo. Nilisoma tena. Hakuna. Kisha nikaona kwa Kamau aliyeliona nuru yangu kabla ya mtu yeyote mwingine. Kamau, wakala aliyemfahamu miezi 6 mapema. Yule aliyemwita Echeche adimu. Nilikuwa pale, kitabu mkononi, Neema akitembea nyumbani akionyesha kwenye simu, akipiga picha kwa mitandao ya kijamii, tayari akizungumza kuhusu siku ya uzinduzi na saini za vitabu. Alinibusu shavuni akipita. Sikusema chochote jioni hiyo. Nilijambia labda ni kosa. Labda aliziandika kwa haraka. Labda alisahau. Lakini kitu ndani yangu kilihama. Kidogo tu. Kama ufa mwembamba kwenye kioo cha gari. Huoni mara moja, haubloi mtazamo, haufanyi kelele. Lakini unajua upo. Na kadri unavyoendesha ndivyo unavyopanuka. Ufa huo ulianza kukua. Kimya, polepole, lakini bila kusimama. Mambo hayakuanguka yote papo hapo. Ingekuwa rahisi zaidi. Safi zaidi kwa namna fulani. Lakini maisha halisi kawaida hayafanyi hivyo. Ilianza na vitu vidogo. Neema alikuwa akinisomea rasimu zake, kuniuliza maoni, kunipa kurasa zilizofunikwa wino mpya mwekundu na kuniambia nende polepole lakini uwe mwaminifu. Wakati fulani hii iliisha. Niliuliza jinsi marekebisho yanavyoenda na yeye alitabasamu na kusema kila kitu kiko chini ya udhibiti. Kompyuta yake ilianza kubaki imefungwa mara nyingi zaidi. Uandishi wake ukawa wa faragha. Nilifikiri ni wasiwasi tu. Kitabu cha kwanza, shinikizo halisi, ratiba. Nilimpa nafasi. Nilikaa kimya. Kisha zikaanza safari. Mara ya kwanza alisema wakala wake alitaka aende jijini kukutana ana kwa ana na baadhi ya watu wa nyumba ya uchapishaji. Alisema ni ishara nzuri, hawaendi kusafirisha mtu yeyote, inamaanisha wanafuata kwa uzito. Alikuwa na shauku. Nilijivunia. Hata nilimnunulia sanduku jipya la mkono kama mshangao. Nilimsindikiza uwanja wa ndege na kutoa salamu kama mjinga alipopita ukaguzi. Hakugeuka nyuma. Safari ilienda vizuri, au ndivyo alisema. Alirudi na hadithi za milo ya kazi, vikao vya usiku vya kuchanganya mawazo, jinsi ilivyokuwa ya ajabu kutembea barabarani kama mwandishi halisi. Nilikuwa nimekaa mbele yake kwenye meza ya jikoni na kusikiliza, nikifurahi kumwona akifurahi, hata kama kitu machoni mwake kilionekana mbali. Alirudi tena baada ya wiki 3. Kisha tena. Na tena. Nilianza kuona mifumo. Hakujibu ujumbe baada ya saa 9 usiku alipokuwa jijini. Simu zilifupishwa za haraka. Alianza kusema vitu kama samahani, nimezama, au tuko mahali pa kelele, nitakupigia baadaye. Wakati mwingine hakufanya. Nyumbani mambo yalikuwa tofauti. Baridi zaidi. Sio kwa njia ya kuigiza, hakuna kelele, hakuna milango iliyopigwa tu umbali. Tulikutana nyumbani kama wenzako, tukibadilishana salamu za haraka na kuzungumza kuhusu kazi za nyumbani badala ya vitu vya kweli. Simu yake ilikuwa daima mkononi na aliiweka uso chini alipoiweka. Sikuwa nimeona hapo awali. Sasa sikuweza kuacha kuiona. Nilijaribu kupuuza sauti kichwani mwangu. Ile iliyokuwa ikinong'ona kwamba kitu hakiko sawa. Nilijambia niko mjinga. Sina uhakika. Nilijikumbusha jinsi alivyofanya kazi kwa bidii kwa hii, jinsi shinikizo lilivyokuwa. Nililaumu kitabu. Nililaumu mimi mwenyewe. Hata nililaumu hali ya hewa. Lakini haikupita. Kisha ikaja usiku nilipovuka mpaka. Alikuwa chini ya bafu. Simu yake ilikuwa juu ya meza ya kitanda, skrini bado ikiwashwa. Ujumbe ulikuwa umefika. Sikugusa mwanzoni. Niliitazama tu. Lakini udadisi ukageuka kuwa kitu kizito zaidi. Kibaya zaidi. Silika yangu iliniambia nisitazame. Lakini nilifanya. Ningependa kusema nilishangaa na kile nilichokuta. Sikushangaa. Sio kweli.
Ndani nilijua tayari. Ujumbe wote ulikuwa pale. Kadhaa. Baadhi ya hivi karibuni, wengine walirudi wiki kadhaa nyuma. Neema na Kamau. Maandishi ya usiku yaliyojaa vichekesho vya faragha na utamu. Alimuita dhoruba yake. Yeye alimwambia alimfanya ajisikie hai tena. Alisema alijisikia ndani ya ngome nyumbani. Kwamba alikuwa amechoka kuwa kurekebishwa. Alisema alikuwa amefungua kitu ndani yake. Haikuwa kivutio tu. Ilikuwa ya kihisia. Aina ambayo haipotei taa zinapozimwa. Ilikuwa matembezi marefu mjini, vichekesho vya ndani, ndoto zilizoshirikiwa. Ilikuwa yeye akitoa vipande vya yeye mwenyewe kwa mtu mwingine wakati mimi nilikuwa nyumbani nikipanga matukio yake ya mwandishi. Alimwambia hakujua jinsi ya kuniambia. Kwamba hakutaka kuniumiza. Kwamba nilikuwa mwanamume mzuri lakini sio yule sahihi tena. Sikutupa simu. Sikupiga kelele. Hata sikulia. Nilikaa tu kwenye ukingo wa kitanda chetu, mvuke wa bafu ukitoka chini ya mlango, nikiishika simu yake kana kwamba ni sumu. Na nilihisi mwanamume mjinga zaidi duniani. Nilifikiria vitu vyote vidogo nilivyokosa. Au kupuuza. Au kusamehe kabla havijatokea. Nilirudisha simu mahali nilipoikuta. Niliingia kitandani. Alitoka dakika chache baadaye, taulo kichwani, akiimba. Alinibusu usoni na kusema asante kwa kuwa na subira nami hivi karibuni. Nilikubali. Na sikusema chochote. Nilingoja siku 3 kabla ya kusema kitu. Siku 3 nikibeba uzito huo kifuani kama jiwe. Siku 3 nikijifanya sijui. Alicheka kwa kitu kwenye simu au akizungumza kuhusu kazi na mimi nikikubali, kutabasamu, kuzungumza juu wakati akili yangu ilirudi kwenye ujumbe huo. Kila nilipofunga macho niliona maneno. Ile sentensi kuhusu kujisikia ndani ya ngome. Ile iliniumiza zaidi kuliko zote. Nadhani nilihitaji muda kuwa na uhakika. Sio juu ya kile nilichokiona kilikuwa kimechomwa kwenye kumbukumbu yangu bali juu ya nini nilitaka kufanya nacho. Nilifikiria kumkabili mara moja lakini nilijua jinsi angewageuza. Neema hakuwahi kupaza sauti katika mjadala. Alikuwa mtulivu wa kimkakati. Ikiwa ningefika nikiwa na hasira, angewageuza yote kunifanya nionekane mbaya. Kwa hivyo nilingoja hadi ningeweza kuzungumza bila kupaza sauti. Ilikuwa asubuhi ya Jumapili nilipotoa mwishowe. Tulikuwa tukila kiamsha kinywa, mayai yaliyochanganywa, mkate uliochomwa, maapulo yaliyokatwa vipande. Nilihisi tu sahani yangu. Yeye alikuwa amekaa mbele yangu akigeuza jarida. Nilimuuliza kwa utulivu, tangu lini unaonana na Kamau? Hakuguna. Hakufanana kushangaa au kuchanganyikiwa. Aliweka jarida polepole tu na kuvuka mikono. Umeangalia simu yangu, alisema. Sio kwa hasira. Tu kwa kukatishwa tamaa. Kana kwamba nilikuwa nimefanya uhalifu wa kimaadili. Hilo sio swali, nilijibu. Alinitazama kwa sekunde, macho yakiwa yamefunikwa kidogo. Kisha akavuta pumzi na kujiegemeza kwenye kiti. Unafanya hivyo kila wakati, alisema. Ilinishangaza. Nini? Unanisonga. Unafanya kila kitu kuonekana kama suala la uaminifu na dhabihu na jinsi umenipa. Unanikumbusha. Nilipiga macho. Neema, ninakuuliza ikiwa una uhusiano. Alivuka mikono. Sijui hata jinsi ya kuita. Sio hadithi ya aibu. Tunaungana. Tunazungumza vitu ambavyo siwezi kuzungumza nawe. Yeye anaelewa aina gani ya mtu nilio. Mikono yangu ilitetemeka chini ya meza. Kwa hivyo haukatai? Hapana, alisema kwa ukali. Sikatai. Ilihisi kana kwamba mtu ameondoa sakafu chini yangu. Lakini badala ya kuanguka, nilikaa pale nikiwa nimening'inia katika nafasi hiyo ya kutisha, isiyo na uzito, kati ya kutoamini na uwazi. Aliendelea. Hatimaye nina furaha, alisema. Na wewe huwezi kuvumilia.
Hilo ndilo tatizo halisi. Unahitaji niwe toleo la mimi linalokufaa, mwenye shukrani, mdogo, tegemezi. Lakini mimi si yule tena. Nilimtazama kweli na sikuona mke wangu. Nikaona mtu ambaye tayari alikuwa amepakia mizigo akilini mwake na kungoja wakati sahihi wa kuondoka. Ndiyo maana sikujisikia salama kukuambia ukweli, aliongeza. Sentensi hiyo ilivunja kitu ndani yangu. Salama? Nilikuwa nimejenga maisha yangu yote kumfanya ajisikie salama. Nililipa bili wakati yeye alikuwa akifuata ndoto. Nilimshikilia alipolilia kukataa. Nilimwamini wakati hakuna mwingine aliyefanya. Na sasa mimi ndiye tishio. Aliinuka kutoka meza, sauti yake laini zaidi. Sikutaka itokee hivi. Lakini huwezi kujifanya mwathirika kwa sababu tu umeona hatimaye kile kilichokuwa chini ya pua yako. Na sasa niliuliza. Alisita. Sijui. Sikupanga. Ilikuwa jambo la kweli zaidi alilosema asubuhi hiyo. Kisha ikaja sehemu ambayo sitaizisahau kamwe. Alikaa, mabega ghafla yakijikunja kana kwamba mapambano yamemwacha, na machozi yakamtoka machoni. Sio usaliti wa kiufundi, alisema, sauti ikitetemeka. Sio kwa njia unayofikiria. Ni ya kihisia. Ni ya kina. Sikutaka kuniumiza. Ilinibidi kucheka. Sikutaka. Ilitoka sauti kavu iliyovunjika. Hukutaka kuniumiza, nilirudia. Neema, umeniharibu kimya kimya. Alificha uso wake kwa mikono na kuanza kulia. Sio kilio cha kelele. Kimya, kudhibitiwa. Labda cha maonyesho. Lakini bado machozi. Na pale niligundua nilipaswa kutoka chumbani. Sio kwa sababu ningepiga kelele au kusema kitu kikatili. Bali kwa sababu ikiwa ningebaki, ningeanza kuamini ni kosa langu. Kwamba kwa namna fulani nilimsukuma mimi mwenyewe kufanya hivyo. Nilienda chumbani, nikafunga mlango na kukaa kwenye ukingo wa kitanda. Sehemu ile ile nilipokuwa nimekaa usiku 3 zilizopita, simu yake mkononi. Tu kwamba wakati huu uzito haukukuwa mikononi mwangu. Ulikuwa ndani yangu yote. Sikutupa vitu vyake nje ya dirisha. Sikupiga kelele. Sikuvunja sahani wala kuchoma picha wala kuandika monolojia ndefu za uchungu kwenye daftari kama mshairi aliyetupwa. Niliondoka mapema tu, nikaoga, nivae na kwenda mahakamani. Niliwasilisha ombi la talaka asubuhi hiyo. Hakuna sherehe. Hakuna mawazo ya pili. Wiki moja baadaye nilirudi kuchukua faili rasmi. Niliishika mkononi kwa safari yote kuelekea nyumbani, uzito ukiwa mzito kuliko nilivyotarajia kwa kitu rahisi kama hicho. Ilionekana kama cheti cha kifo kwa kitu tulichojenga pamoja, sio ndoa, bali maisha yaliyokuja baadaye. Miaka, kazi, imani. Alikuwa amekaa sofani nilipoingia. Niliingia, nikaweka bahasha juu ya meza ndogo na kukaa kwenye kiti mbele yake. Aliitazama kana kwamba ni lugha nyingine. Hii ni nini? Sasa uko huru, niliambia. Sio hivyo ulivyotaka. Alinitazama kana kwamba nimempiga kofi. Subiri, nini? Unaomba talaka? Sikujibu. Alijua tayari jibu. Tu hakufikiri ningekuwa na ujasiri wa kwenda hadi mwisho. Ndipo ilipoanza maonyesho. Alijiingiza kana kwamba anapanda jukwaa. Unazidisha, alisema akiinua sauti kidogo. Haikuwa kile unachofikiria. Ni ya kihisia, ndiyo, lakini unajua jinsi ninavyochukuliwa na watu wanaoelewa kazi yangu. Haimaanishi sikupendi. Nilimwacha azungumze kwa dakika. Kitu kuhusu jinsi nilivyoelewa vibaya hali, jinsi wasanii wanavyohitaji kuungana kwa kina na wanaona maono yao. Jinsi mimi siku zote nilikuwa wa vitendo, na jinsi ule uhalisia ulikuwa wa faraja lakini haukumpa msaada wa kihisia aliohitaji kama mbunifu. Nilimtazama tu. Alipomaliza alinitazama kana kwamba anatarajia nimkumbatie na kumwambia naelewa. Tayari nimewasilisha ombi, niliambia kwa sauti ya chini. Utahitaji kutia saini.
Alisimama. Kisha akatikisa kichwa. Hii itaharibu sura yangu, alisema. Nina uzinduzi wa kitabu miezi miwili ijayo. Siwezi kukabiliana na talaka sasa. Kamau anafikiria. Nilicheka. Sikuweza kujizuia. Kamau anafikiria, niliambia. Basi ikiwa Kamau ana maoni, labda anaweza kukusaidia kupata wakili. Alivuka mikono. Sitaiti saini. Sitafanya. Sitakuacha kuharibu kazi yangu kwa sababu tu umeumia. Basi tutaenda mahakamani, niliambia. Tutamwacha jaji asuluhishe kila kitu, kila shilingi, kila upendeleo, kila saa niliyotumia kukujengea. Na ndivyo tulivyofanya. Mwezi mmoja baadaye kulikuwa na kesi. Aliingia mahakamani kana kwamba anaenda kwenye saini ya vitabu, koti jeupe lililotengenezwa, viatu vya juu, nywele zilizofungwa vizuri, bila pete. Hakunitazama hata mara moja. Wakili wake alisimama wima na kujaribu kunionyesha kama asiyehusika kifedha, kana kwamba nilikuwa mtazamaji tu wakati yeye alikuwa akipanda kuelekea mafanikio. Kisha ikawa zamu yangu. Nilikuwa na risiti halisi, taarifa za benki zilizochapishwa zilizoonyesha uhamisho nilioufanya kufidia safari zake, washa zake, makimbilio yake ya uandishi, barua pepe zenye ushahidi wa marekebisho yote, uundaji, miundo ya matangazo, upangaji wa matukio. Hata nilichapisha ankara zenye tarehe za nilipounda tovuti yake na kusimamia jarida lake kwa miaka miwili. Nilisimama pale mtulivu na kueleza kila kitu. Jaji alisoma kila kitu, akachunguza faili na mwishowe akasema, ikiwa amefanya kazi na ana risiti, ni mali ya pamoja. Boom. Nilitoka katika chumba hicho cha mahakama na nusu ya malipo yake ya awali na 30% ya mapato yake yanayotarajiwa kwa miaka 5 ijayo. Sikusherehekea. Sikuinua ngumi wala kutabasamu. Nilikubali tu na kupita kando yake kana kwamba sisi ni wageni. Alikuwa amekaa kwenye benchi, mweupe kama shuka, mdomo umefunguka kidogo kana kwamba bado hajaelewa jinsi yote yalivyotokea. Wiki moja ilipita. Nilisafisha nyumba baada ya kuondoka. Alichukua toaster, televisheni na sahani chache. Ilikuwa karibu kila kitu bado tunaweza kushiriki nyumbani. Ameenda wapi sijui, labda kwa wakala, labda kwa wazazi wake, sikujali sana. Nilipokuwa nikitafuta faili zangu za zamani, nikitafuta nembo ya mteja niliyokumbuka kuwa nimehifadhi kwenye diski ya nje, nilipata kitu kisichotarajiwa. Folda iitwayo rasimu ya kwanza, kichwa cha muda. Nikiwa na udadisi, niliifungua. Ilikuwa hati yake. Mojawapo ya matoleo ya mapema. Ya wakati alikuwa akisomea matukio kwa sauti kubwa kwenye meza ya jikoni akitafuta sauti sahihi. Tuligombana ikiwa mhusika mkuu anapaswa kuwa na hasira au kuvunjika tu. Nilikumbuka rasimu hiyo. Nilianza kusoma. Na kile nilichokuta hakikuwa cha kawaida tu. Nilikuwa mimi. Maneno yangu. Njia yangu ya kujieleza. Vichekesho tulivyoshiriki. Majadiliano tuliokuwa nayo. Aya nzima zilizochukuliwa kutoka maisha halisi, mazungumzo aliyoyageuza kuwa mazungumzo na kuyatawanya katika hadithi kama mayai ya Pasaka kwa yeye mwenyewe tu. Lakini katika toleo la mwisho, nilikuwa nimepotea. Kuandikwa upya. Kufutwa. Hakuwa ameromantisha maisha yetu tu. Aliiba. Kisha akanibadilisha na mtu aliyesema mambo yale yale, lakini alikuwa anafaa zaidi kwenye koti na alikuwa na wakala wa fasihi nyuma yake. Nilikuwa nimekaa pale nimeshangaa, mikono juu ya kibodi. Kisha polepole nilifungua hati tupu. Na nikaanza kuandika. Sikuanzia kuandika kwa hasira. Sio haswa, angalau. Ilikuwa zaidi kama shinikizo lililokuwa linatoka hatimaye baada ya miezi ya kuzuiliwa. Kwa hivyo niliandika. Sio kwa ajili yake. Sio kuthibitisha kitu. Kwa ajili yangu. Sikujaribu kuwa mwenye akili au wa kishairi. Sikujali ikiwa inaweza kuchapishwa au safi au yenye muundo thabiti. Nilichukua njama yake na nikasimulia toleo la kweli.
Lile ambapo mume anatoa kila kitu kusaidia ndoto ya mke. Ambapo anarekebisha rasimu zake, kujenga jukwaa lake, kumtia moyo kutoka nyuma kama mwanamume anayeamini kweli anashiriki katika kitu kikubwa zaidi. Nilimfanya yeye kuwa mhusika mkuu. Sio shujaa mzuri na mgumu wa rasimu yake ya mwisho, bali toleo alilokuwa akiweka nyuma ya milango iliyofungwa. Niliita sura ya 27. Ishara ndogo au dokezo kwa kitu alichosema mara moja akitembea nyumbani usiku wa manane. Aliniambia kila kitabu kizuri kina sehemu ya mabadiliko katika sura ya 27. Pale kwa maneno yake kila kitu kinachoma. Kwa hivyo niliichoma. Hadithi haikuwa mbaya. Haikuwa shambulio au ilani. Ilikuwa ya kweli tu. Lakini nilisimulia katika matukio. Niliromantisha kidogo tu ili niweze kujificha nyuma ya sauti ikiwa ni lazima. Nilibadilisha majina, nilibadilisha maeneo. Nikaongeza mazungumzo kadhaa ambayo hayakutokea kamwe lakini yalionekana ya kweli kihisia. Na nilimpa mume sauti yake mwenyewe, kitu ambacho nadhani sikuwa nacho kwa muda mrefu. Kuiandika ilikuwa kama kupumua tena. Nilifanya kazi kila jioni baada ya chakula cha jioni. Sikumwambia mtu yeyote. Sikuwa na nia. Sikutafuta kuchapisha au kuwasilisha au kupendekeza. Sikujali ya safari ya kuwa mwandishi ambayo Neema alizungumza katika machapisho yake ya blogu. Nilitaka tu kuitoa nje yangu. Baada ya wiki 2 nilikuwa na rasimu ghafi. Kidogo isiyo sawa sehemu fulani. Lakini ya kweli. Nilisoma yote kwa pumzi moja usiku mmoja na nilipomaliza nilihisi kitu ambacho sikuwa nimehisi kwa muda mrefu. Amani. Sijui bado nini kilinisukuma kuichapisha. Labda udadisi. Labda sehemu yangu ilitumaini kwamba mtu mahali pengine atasoma na kujipata ndani yake. Kwa hivyo niliunda barua pepe mpya, nikaunganisha wasifu mfupi wa mwandishi na nikaiweka nje kwenye majukwaa kadhaa. Bila jina. Bila kelele. Hadithi tu. Nilifikiri watu wachache wangeibofya. Labda waache maoni moja au mawili. Sikutarajia mengi. Lakini kile kilichotokea baadaye kilinishangaza. Ilianza na maoni. Nilikuwa nimechapisha sura ya 27 usiku wa manane bila kutarajia mengi. Nilitaka tu iwe nje. Ujumbe wa kidijitali katika chupa, ukielea mahali ambapo hakuna mtu niliyemjua angeweza kuipata. Niliangalia asubuhi iliyofuata na kulikuwa na maoni labda 5. Mitazamo zaidi kidogo kuliko nilivyotarajia. Nilifikiri hiyo ndiyo yote. Lakini kisha niliangalia tena jioni hiyo na ilikuwa imekuwa. Watu walikuwa wakishiriki. Wakitoa maoni. Wakionyesha mistari na kunukuu aya kana kwamba zilikuwa na maana. Nilisoma yote, kila maoni. Hii inagusa karibu sana. Nimeishi hadithi hii. Je, inategemea hadithi ya kweli? Kadhaa. Kisha mamia. Hawakutafuta drama tena. Hawakufuata kisasi. Walikuwa wanaungana. Hii ndiyo sehemu nisiyotarajia. Watu wangapi walijipata ndani yake? Wangapi walihisi mtu hatimaye ameweka maneno kwenye mkanganyiko wao na moyo wao uliovunjika? Hadithi ilikuwa na mapigo ya kimya na kwa namna fulani yalilingana. Nilijivunia lakini kwa utulivu. Kama kuangalia kitu unachopanda kikikua bila kujua kingekuwa na mizizi. Haikuonekana kama mafanikio. Ilionekana kama afueni. Kisha ikaja pinduko. Mtu aliweka maoni yaliyobadilisha kila kitu. Mtumiaji alisema, subiri kidogo, njama hii inaonekana ya kawaida. Mwanzoni sikufikiria sana. Kuna njia nyingi tu za kusimulia hadithi ya mapenzi yaliyoenda vibaya. Lakini kisha mtu mwingine aliingilia. Alisema sura ya 27 ilionekana karibu sawa na kitabu walichokuwa wamesoma hivi karibuni. Mada zile zile. Miundo ya wahusika inayofanana. Hata matukio kadhaa karibu sawa. Kitabu. Riwaya ya kwanza ya Neema.
Mtu aliweka picha ya skrini ya ukurasa wa shukrani na jina lake kwa herufi nzito. Na chini kwa Kamau aliyeliona nuru yangu kabla ya mtu yeyote mwingine. Huo ndio wakati mtandao ulianza kulipa kipaumbele. Thread ilitokea. Je, mwandishi Neema aliiba hadithi? Watu walianza kulinganisha matoleo yote mawili, riwaya yake yenye kung'aa na rasimu yangu isiyojulikana mtandaoni, na kuonyesha kila uhusiano. Tukio la ufunguo ulioachwa juu ya meza. Kifungu ambapo mhusika mkuu anaeleza kujisikia asiyeonekana nyumbani kwake. Mistari maalum iliyorudi karibu neno kwa neno. Tu kwamba katika sura ya 27 maelezo yalionekana ghafi, yaliyoishiwa, yasiyochujwa. Kitabu cha Neema kilikuwa na kung'aa, ndio, lakini kilionekana kama hadithi iliyoandikwa na mtu anayechukua maumivu ya mtu mwingine na kuyavika lugha ya fasihi. Ilisambaa haraka zaidi kuliko nilivyofikiria. Machapisho, makala, hata mawazo kadhaa kutoka kwa blogu ndogo za vitabu yalitokea ndani ya siku chache. Hawakuwa na jina langu. Sikuwa nimeambatanisha. Lakini haikujali. Kwa sababu kulinganisha kulikuwa maalum sana kupuuzwa. Mchapishaji wake alitoa taarifa. Alisema walikuwa wanachunguza asili ya hati. Kwamba walikuwa wanajua kuhusu hadithi mtandaoni na walikuwa wakichunguza mashtaka yote kwa kina. Ndani ya wiki moja waliondoa kitabu chake kutoka usambazaji. Walisema kilikuwa kinasubiri ukaguzi. Ilikuwa lugha waliotumia, kinasubiri ukaguzi, lakini nilijua inamaanisha nini. Ilimaanisha mtu alikuwa amewasha moto chini yao na hawakutaka kuungua. Neema hakupiga simu. Hakutuma barua pepe. Lakini nilijua kutoka kwa rafiki wa pamoja, mmoja wa wale wanaoonekana kujua kila kitu kabla ya wengine, kwamba Kamau alikuwa amemwacha kama mteja. Kimya. Hakuna tangazo. Mstari wa haraka tu katika jarida kwamba alikuwa anapunguza uwakilishi. Alikuwa peke yake sasa. Jina lake lile alilotafuta kwa bidii kugeuza kuwa chapa sasa lilihusishwa na kampeni ya manung'uniko kuhusu udanganyifu na maumivu yaliyokopwa. Ujanja haukunitoroka. Mwanamke aliyenifuta mara moja kutoka shukrani zake sasa alishtakiwa kwa kuiba hadithi ile ile aliyotaka kudai kama yake. Sikuhisi furaha. Sio neno sahihi. Lakini nilihisi kitu karibu na kufungwa. Kana kwamba ardhi hatimaye imesawazishwa chini ya miguu yangu. Kana kwamba ningeweza kuacha kujihoji mwenyewe kwa kila kitu nilichopoteza au kupuuza. Alinitumia barua pepe mwezi mmoja baada ya yote kuanguka. Hakuna kichwa. Jina lake tu kwenye kisanduku cha mtumaji na mstari wa hakikisho kwenye simu yangu. Sikujua nilikuwa ninafikiria nini. Barua pepe ilikuwa ndefu. Ndefu sana. Aina ya ujumbe unaoonekana umejaribiwa, kana kwamba aliandika mara kadhaa na kufuta kabla ya kutuma. Alizungumza kuhusu jinsi yote yalivyotokea haraka. Jinsi makubaliano ya kitabu, vyombo vya habari, umakini vilimvuta kama wimbi ambalo hakujua jinsi ya kukabiliana nalo. Alisema alikuwa amepotea. Kwamba alikuwa amechukuliwa katika kujaribu kuwa mtu mkubwa kuliko maisha tuliyojenga pamoja. Alitaja hadithi sura ya 27 lakini sio kwa jina. Aliita tu kipande ambacho kila mtu anazungumza nacho. Hakukataa. Hakubishana kulinganisha wala kuhusu ratiba. Badala yake aliniuliza tuzungumze. Alisema hakutaka kitu cha kuigiza. Hakuna mijadala. Mazungumzo tu. Tunadaiwa, aliandika. Lakini sikujibu. Sio kwa hasira. Tu sikuhisi tena kwamba nilimdai kitu. Kufikia wakati huo nilikuwa busi na kitu kipya. Sura ya 27 ilivutia umakini wa nyumba ndogo ya uchapishaji huru iliyokuwa inchi chache kutoka pale. Walinifuatilia kupitia barua pepe niliyotumia kuchapisha hadithi, wakisema walipenda sauti na kuuliza ikiwa niko tayari kuipanua kuwa riwaya fupi. Sikukubali mara moja. Nilifikiria. Nilichukua muda. Lakini mwishowe nikasema ndiyo.
Sio kwa sababu nilitaka kuwa mwandishi. Bado sijioni hivyo. Bali kwa sababu niligundua nina kitu kinachostahili kusemwa na sihitaji ruhusa ya mtu yeyote kufanya hivyo. Walichapisha toleo dogo, jalada laini, kumalizia kwa mate, hakuna kitu cha kuvutia. Nyeupe na nyeusi na aina ya heshima ya kimya. Kichwa tu, sura ya 27 na jina bandia nililochagua sekunde ya mwisho. Bwana asante. Kidogo cha kawaida labda. Lakini kilinifaa. Sijui anafanya nini Neema sasa. Jambo la mwisho nililosikia ni kwamba kitabu chake bado kilikuwa nje ya rafu na jina lake halikuonekana katika orodha yoyote mpya ya waandishi. Labda anaandika chini ya jina jipya. Labda anaendesha warsha au anaandika kwa siri au anasubiri tu dhoruba ipite. Chochote kile, sio hadithi yangu tena. Simchukii. Simtaki mabaya. Lakini natumaini katika sehemu fulani yake anatambua kile alichotupa, sio mimi tu, bali toleo la sisi ambalo lingeweza kuwa kitu cha kudumu. Lile tuliloanza kuandika pamoja kabla ya kila kitu kubadilika. Sasa wanapouliza ikiwa nitaandika hadithi nyingine, nasema tu tutaona. Lakini jambo moja ni hakika, wakati huu jina langu litakuwa kwenye kila ukurasa. Shiriki maoni yako kwenye maoni. Je, ungeweza kusamehe usaliti wa mke wako ikiwa ungekuwa umewekeza nusu ya maisha yako katika uhusiano wenu? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.